Hujambo na karibu katika rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadhi Rashidi. Rais wa Marekani Donald Trump ameambia shirika la habari la Fox News kwamba Marekani itajilinda na kuilinda Israel endapo Irani itataka kulipiza kisasi baada ya Israel kuishambulia. Trump ameambia shirika la habari la Fox News kwamba alizungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu mara nyingi na alikuwa akijua swala hilo, lakini amesisitiza kuwa Marekani haikuhusika kijeshi katika swala hilo na badala yake inaitaka Iran irejee kwenye meza mazungumzo. Irani haiwezi kuwa na bomu la nyuklia na tunatumai itarejea kwenye meza mazungumzo, lakini nasikitika kwa kuwa kuna watu hawatarejea tena kwenye meza hiyo, Trump alisema, akimaanisha baadhi ya maafisa wa Iran waliouawa katika mashambulizi hayo. Irani lazima ifanye makubaliano ya kuokoa kile ambacho hapo awali kilijulikana kama dola ya Iran. Kutakuwa hakuna kifo tena wala kutakuwa hakuna uharibifu. Bado nawaambia wafanye kabla hawajachelewa. Trump amesema anafuatilia kwa karibu juu ya Iran kulipiza kisasi. Wakati hayo akijiri, ikulu ya Urusi Kremlin imelaani mashambulizi ya Israeli nchini Iran, ikisema anaongeza mvutano mkali wa kikanda. Msemaji wa ikulu hiyo Dmitry Peskov amesema Rais Vladimir Putin anafuatilia kwa karibu mzozo huo kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni pamoja na shirika la ujasusi la Urusi. Na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia ametaja mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani kuwa ya kutia wasiwasi. Katika taarifa kwa wajumbe wa bodi hiyo, Rafael Grossi amesema, nimerudia kusema kwamba vifaa vya nyuklia vipaswe kushambuliwa bila kujali mazingira, kwani inaweza kudhuru watu na mazingira. Mashambulizi kama haya yana athari kubwa kwa usalama wa nyuklia, ulinzi wa amani, usalama wa kikanda pamoja na ule wa kimataifa. Ametoa wito kwa pande zote kujizuia zaidi ili kuepuka kuongezeka zaidi kwa mzozo, akisema hatua yoyote ya kijeshi ambayo inahatarisha usalama wa vituo vya nyuklia inahatarisha watu wa Iran kando na kwingineko. Pamoja na hatua za sasa za kijeshi na mvutano ulioongezeka, ni wazi kwamba njia pekee endelevu kwa Iran na kwa Israel pamoja na eneo zima la kanda pamoja na jumuiya ya kimataifa ni mazungumzo na diplomasia ili kuhakikisha amani, utulivu na ushirikiano unaendelea. Grossi amesema amekuwa na mawasiliano ya karibu na wakaguzi wa wakala huo waliopo nchini Iran baada ya Israeli kusema kuwa ililenga moyo wa mpango wa nyuklia wa Iran. Na mkuu wa sera ya kigeni Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametoa wito kwa Iran na Israeli kujizuia baada ya Israeli kufanya mashambulizi yalolenga vinu vya nyuklia vya Iran. Na katika mashambulizi ya leo ya Israeli, miongoni mwa watu waliouawa ni pamoja na mkuu wa jeshi la taifa hilo Jenerali Mohamed Bagher. Lakini je, Jenerali Bagher ni nani? Jenerali huyu alizaliwa mwaka 1960 nchini Iran. Hadi mauti anamfika kufuatia shambulizi la Israel, alikuwa akihudumu kama mkuu wa majeshi ya Iran, akisimamia uratibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi na lile la taifa la Iran. Jenerali Bagher alijiunga na jeshi la walinzi wa mapinduzi mwaka 1980, miaka miwili tu toka kufanyika kwa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na kuzuka kwa vita vya Iran na Iraq vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 8. Katika vita hivyo alimpoteza kaka yake Hassan. Baadhi ya duru zinaarifu kuwa Jenerali Mohamed Bagher akiwa na umri wa miaka 27 tu alishiriki kuanzisha shirika la ujasusi katika jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kwa mujibu wa taarifa ya bunge la Marekani, Jenerali Bagher alikuwa mmoja wa wanachama wa mwanzo kusajiliwa kujiunga na jeshi la walinzi wa mapinduzi, na awali alianza kupigana dhidi ya uasi wa Wakurdi baada ya mapinduzi ya Kiislamu na baadaye katika vita vya Iraq na Iran. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, Jenerali Mohamed Bagher alikuwa mkuu wa operesheni za kijasusi za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na mwaka 1983 baada ya kifo cha kaka yake. Na baada ya kumalizika kwa vita vya Iraq, Jenerali Bagher alihudumu kama naibu mkuu wa ujasusi na operesheni katika vikosi vya jeshi la Iran. Mnamo mwaka 2016 aliteuliwa kuwa mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, akichukua nafasi ya Meja Jenerali Saidi Hassan Fidoz. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi la Iran, Jenerali Mohamed Bagher alikuwa mmoja wa vigogo wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye aliongoza misheni mbalimbali tena nyeti za kijeshi zilizohusiana na jeshi la anga. Mwaka 2019, serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump ilitangaza kumwekea vikwazo Jenerali Bagher kwa kile ilichosema kama kulilenga duara la uongozi wa Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran. Baadaye Umoja wa Ulaya ulimwekea vikwazo kwa madai kuwa aliipatia serikali ya Rais Vladimir Putin ndege zisizo na rubani katika vita vyake na Ukraine. Mapema mwaka 2022, nchi za Canada, Uingereza na Marekani zilizidisha vikwazo dhidi ya jenerali huyo kwa madai kuwa alikandamiza pakubwa waandamanaji waliokongamana majiani kupinga kifo cha Mahsa Amini, mwanaharakati aliyeuawa mikononi mwa askari wa maadili. Kufuatia kuuawa kwake na mashambulizi ya Israel, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amemteua Jenerali Ahmed Valid
waziri wa zamani wa ulinzi na usalama wa ndani, kukaimu nafasi yake kwa muda. Awadh Rashid, Arusha One Radio.